بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Leo biidhnillah darasa yetu naendelea, na tulishia katika darasa yetu aya ya 9 katika surati al-Hijr. Kwa leo tunaanza aya ya 10 katika surati al-Hijr. يقول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ولقد أرسلنا من قبلك، na kwa hakika tuliwapeleka, tuliwatuma au tuliwaleta kabla yako. Walaqad arsalna, na kwa hakika tuliwatuma au tuliwaleta mitume kabla yako. Fi shiya'il awwalin, katika makundi ya watu wa mwanzo, yani watu wa zamani. Fi shiya'il awwalin, katika makundi ya watu wa mwanzo, yani watu waliotangulia. Yani Allah subhanahu wa ta'ala kumthibitishia kwamba wewe ni mtume miongoni mwa mitume wangu, ni mjumbe miongoni mwa wajumbe wangu, ambao niliwatuma kabla yako, na wako niliwatuma wengi katika umma mbalimbali, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika sehemu nyingine: wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, na hakuna umma wowote isipokuwa alipita kwa wao mtume mwonyaji. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, na hakuna umma wowote isipokuwa walipita waonyaji ambao walikuja kuwaonya, kama vile alivyosema sehemu nyingine: walaqad arsalna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut, na kwa hakika tulituma, tuliwaleta katika kila umma mtume, ya kwamba mtume huyu aambie watu wake muabuduni Mwenyezi Mungu mmoja, an i'budu Allah wajtanibu at-taghut, na jiepusheni na taghut, jiepusheni na shaytan, kwa sababu taghut ni kila anayeabudiwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu, na kiongozi wao mkuu ni Shetani, kwa sababu wote wanafanya ibada ya Shetani. Kwa hiyo Allah anamthibitishia kwamba tuliwatuma mitume wengi kabla yako wewe mtume Muhammad katika makundi mbalimbali ya wanadamu. Wama yaatihim min rasulin, na hakuwajia wao mtume yoyote katika hao makundi ya zamani. Hakuna kundi lililojiwa na mtume illa kanu bihi yastahzi'un, isipokuwa walikuwa wakimfanyia mzaha, wakimkejeli, wakimcheza shere. Na hii ni taslia au maliwazo kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya yale ambayo walikuwa wakifanyiwa na watu wake. Walikuwa wakimkejeli, walikuwa wakimdharau, walikuwa wakimfanyia istihzai. Na jambo la kufanyia istihzai ni jambo ambalo linakwaza katika nafsi ya mtu. Lazima mtu atakereka katika nafsi yake. Kwa hiyo Allah anamwambia sio wewe peke yako, wenzako waliotangulia huko nyuma walikuwa hivyo hivyo wakifanywa istihzai. Hakuna ambaye alikuja mtume alafu ikawa ujumbe wake umekubaliwa tu kirahisi. Hakuna mtume huyo. Kila mtume aliyekuja basi alifanywa istihzaa, alifanywa kejeli, alifanywa ufedhuli, aliambiwa mwenda wazimu, aliambiwa ni mchawi, aliambiwa ni kuhani. Hayo yote ndio hayo ambayo aliambiwa.
kama alivyomwambia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala sehemu nyingine, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik, hutaambiwa lolote isipokuwa yale yale walioambiwa mitume waliokuwa kabla yako. Wewe ukiambiwa mwenda wazimu, alishaambiwa Nuhu kwa mwenda wazimu. Ukishaambiwa wewe ni mchawi, alishaambiwa Musa ni mchawi. Ukiambiwa wewe, kwa hiyo chochote kile utakachoambiwa na chochote utakachofanyiwa, basi mitume wenzako walikwisha fanyiwa, kwa sababu hiyo ndiyo kawaida ya watu wabaya. Wama yatihim min rasulin, na hakuwajia wao mtume yoyote, illa kanu bihi yastahzi'un, isipokuwa walikuwa wakimfanyia mzaha, wakimfanyia kejeli, kama wanavyokufanyia wewe. Kadhalik, namna kama hivi unavyofanyiwa wewe, kadhalik naslukuhu fi qulubil mujrimin, tunaingiza haya katika nyoyo za wabaya, katika nyoyo za waovu. Kadhalika naslukuhu fi qulubil mujrimin, namna kama hivi tunaingiza haya katika nyoyo za wabaya, yani tunaingiza hii tabia isiza, hii tabia ya kejeli, hii tabia ya kuwadharau mitume, ni tabia ambayo tayari tumeshaiweka kwa wale wabaya wote wako namna hiyo, kwa sababu wao ni maadui, na si katika wanadamu, hata kama majini, katika majini. Wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal-jinn yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Na namna kama hivi tulimwekea kila mtume adui katika majini na adui katika wanadamu, wanaofunuliana, wanaopeana habari wao kwa wao, habari za kutungatunga za uongo kwa ajili ya kuwadanganya watu. Kwa hiyo maadui hao wapo, hawataondoka. Na hii ni dalili kwamba kama mitume waliofanyiwa hivi, na yoyote yule atakayesimamia kazi hii ya mitume, jambo hilo atakutana nalo. Kwa sababu watu itakuwa anagusa mambo yanawagusa jamii, yale mambo watu wanagusa watu. Watu wanapenda muziki, unakataza. Watu wapenda ngoma, wewe wakataza. Unatarajia nini hapo? Lazima yatoke maneno yakija, ajifanya kataza ngoma, si muongo tule. Mbona yeye anaiki? Mbona yeye? Basi ni kweli, si kweli, lakini lazima aseme. Kwa hiyo unapoigusa jamii, lazima jamii haitonyamaza, ile jamii ovu, kwa sababu ina uadui na jambo zuri. Kadhalika naslukuhu fi qulubil mujrimin, namna kama hivi tunaingiza ilistizai, shirikina, mabaya, kejeli, fi qulubil mujrimin, katika nyoyo za wale watu wabaya, za watu waovu. La yu'minuna bih, hawatoiamini, yani hawatoamini haya uliokuja nayo wewe mtume, hawatoamini. Kwa makusudi, sio kwamba hawajui kwamba ni ukweli, wanajua ni ukweli, lakini kwa sababu ya inad, ule ukinzani, au kwa sababu ya chuki binafsi, au kwa sababu ya kuona maya. Kwa sababu wale waliokataa, kila mmoja alikuwa anakataa kwa sababu zake. Watu waliokataa kwa sababu, kwa nini Mwarabu? Wako namna hiyo, na ambao mpaka leo tunao. Kwa nini mtume awe Mwarabu? Na wako waliokataa, kwa nini anatoka katika Makuraishi? Yani Waarabu wote sasa chaguliwe katika Makuraishi na aitoke mtume. Wako waliokataa, kwa nini ametoka katika Makuraishi? Kwa nini katoka Banu Hashim? Wako waliokataa, hao Banu Hashim, kwa nini ni mtoto wa Abdullah? Kwa hiyo kila mmoja anaona kakataa kwa sababu zake anazoziona yeye, ambazo hazina msingi wote, chuki binafsi. Ndio namuona Abu Jahl anaambiwa, baada ya kuja kusikiliza Qur'ani kasikia cha siku 2-3, mmoja kati ya wale ambao wamekutana katika mara zote 3, akamwambia, hebu tuzungumze mimi na wewe, huyu Muhammad ni mtume si mtume? Acha watu wanasema tu Maka.
asema ni mtume. Kwa hiyo Abu Jahl alikuwa anakubali kama ni mtume. Haya, kwa sababu ni mtume na unajua yeye ni mtume, kwa nini usimwamini? Asema nina sababu. Tasabakna nahnu wa banu abdi manaf sharaf, sisi tulishindana hapa Maka, utukufu wa Maka, yale ambayo yani kwa hapa Maka sisi ni kinana. Jua Banu Hashim wana nini, Makuraish wana koo nyingi. Banu Hashim wako, Banu Makhzum na wengineo katika koo za Kiarabu. Lakini Banu Makhzum ilikuwa ni washindani sana wa Banu Abdi Manaf. Banu Abdi Manaf ni Banu Hashim, wanaingia pia Banu Umayya, hawa wote katika Banu Abdi Manaf. Kwa hiyo asema sisi tulikaa siku moja tukashindana, tukasema, walisema Banu Hashim, sisi tumefanya kazi ya kuwalisha watu, na sisi tukasema tumefanya. At'amu fa at'amna, wao wamelisha mahujaji na sisi tumewalisha. Wamewapa watu mahujaji maji na sisi tumewapa. Hata kunna kafara sayrihan, paka tukawa sawa sawa kama farasi wawili wanaoshindana, hakuna ni mshinda mwenzake, wako hapa. Wakasema minna nabiyyun yatihi alwahyu minas sama, sisi kwetu tuna nabii anajiwa na mtume. Katika sisi Banu Abdi Manaf kuna mtume, nyinyi Banu Makhzumi mtapata lini? Kwa hiyo anasema Abu Jahl, famata nudriku dhalik, si lini tutapata haya, tutapata lini mtume? Mtume ndio kishapata Banu Hashim, sio kama Mungu ataleta Banu Hashim mtume, Banu Abdi Manaf mtume, sijui Banu Umayya afanye hivyo, kishaleta mtume ndio huyu. Wallahi lan nu'mina bihi abada wala nusaddiqa, sisi hatutomwamini na wala hatumsadikisha. Kwa hiyo sababu yake kwa nini katoka Banu Abdi Manaf. Abu Lahab yeye kamkata mtume, kwa nini? Ni mtoto wa Abdullah, na akawa anamfanyia kila mbinu za kumchukia. Kwa hiyo hiyo ndiyo kawaida ya watu wabaya. La yu'minuna bi, hawatomuamini au hawatoiamini hiyo Qur'ani, au hawatouamini huo ujumbe uliokuja nao, au hawatomuamini mtume. La yu'minuna bi, hawatoiamini. Waqad khalat sunnatul awwalin, na hali imekwisha pita. Waqad khalat, na kwa hakika zimekwisha pita, imekwisha pita sunnatul awwalin, mifano mingi ya watu wa mwanzo. Waqad khalat, na kwa hakika imekwisha pita sunnatul awwalin, mifano mingi ya watu wa zamani, ya watu wa mwanzo, kwamba Allah aliwaangamiza na wao wameiona, na sababu ya kuangamizwa ni kwamba hawakuamini ujumbe wa mitume. Allah akawaangamiza na wao wanalijua hili, sio kama hawalijui, kwa sababu sehemu nyingi zilizoangamizwa ni sehemu ambazo walikuwa Makuraish wanapita katika biashara zao, wanakwenda maeneo ya Sham, wanakwenda Palestina, wanakwenda Syria, wanakwenda Yaman. Kwa hiyo maeneo kama haya wanayajua. Ndio maana Allah akasema kuambia, wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa billayl afala ta'qilun, na kwa hakika nyinyi mnayapitia maeneo yao ya watu walioangamizwa asubuhi na jioni, mnapita katika safari zenu na mnayaona haya, na mnajua kwamba hapa waliangamizwa hawa kwa sababu hii, kwa sababu walikataa. Kwa hiyo mifano mingi wamekushaiona, lakini kwa sababu ile ubaya wao hawako tayari wao kuamini. Walau fatahna alaihim baban minas sama, na lau tungewafungulia mlango wa mbinguni. Walau fatahna alaihim baban minas sama, na kama tungewafungulia mlango wa mbinguni. Fadhallu fihi ya'rujun,
wakawa humo wanapanda na kushuka. Yani Allah angewaonyesha mfano, haya mnataka muonyeshwe mbinguni, haya twendeni, wafunuliwe, wao wanapanda na kwenda mpaka mbinguni wanarudi. Pia wasingeamini hivyo hivyo. Walau fatahna alaihim baban minas samaa, na lau tungeliwafungulia mlango wa mbinguni, fadhallu fihi yarujun, wakawa wanapanda humo na kushuka, laqalu, wangelisema, innama sukirat absaruna, kwa hakika yamefumbwa macho yetu. Yani wangesema haiwezekani, mwanadamu atapandaje mbinguni? Pamoja kafanya, pamoja na jambo kalifanya, lakini haamini. Pia angesema hata haiwezekani, pamoja na kuwa tupandeni mbinguni na kushuka. Laqalu innama sukirat absaruna, wangelisema yamefumbwa macho yetu. Bal nahnu qaumun mashurun, bali sisi ni watu tuliorogwa, tuliofanyiwa kiini macho, tumefanyiwa kiini macho, lakini hata haiwezekani. Utapandaje mbinguni? Si ilikuwa mnaonyeshwa kwamba inawezekana? Kwa hiyo swala la iman, muda wa kuwa halimo katika moyo, katika nyoyo, basi chochote unakiona hakiwezekani. Walitoa challenge kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakasema, ili tukuamini tunataka utufanyie muujiza, kwa sababu wenzako waliopita walifanya miujiza. Pamoja na muujiza mkubwa ulioletwa kwa wao ni Qur'ani. Allah akamwambia, awalam yakfihim anna anzalna ilayka kitaban yutla alaihim, je, haikuwatosha wao kuwa muujiza kuwateremsha hiki kitabu kinachosomwa? Hawaoni kwa ni muujiza maneno haya ambayo wao wameyashinda na watu wanaojifaharisha kwa ufahamu wa lugha? Kwa sababu kila watu wana muujiza wao. Sio kama Mwenyezi Mungu kila mtume anampa muujiza ule ule. Kila mtume anapa muujiza kutokana na watu wao. Watu wa Musa walikuwa wamebobea katika uchawi, wakaja wakafanywa mambo ambayo uchawi umeshindwa. Watu wa Isa walikuwa wamebobea katika fani ya udaktari, Allah akawaletea muujiza ambao sio kawaida, ambao hakuna daktari anayeweza, akamfufua aliyekufa. Watu wa Mtume Muhammad ni watu wanaojifaharisha kwa lugha, wakaletewa lugha ambayo wameshindwa kwa challenge. Maka wakiambiwa kwamba hii kaitunga, sawa, huyu Mwarabu mzenu katunga, ana nyinyi tungeni, leteni sura moja, leteni mfano wake, leteni sura 10, leteni sura moja, wakashindwa. Kwa hiyo muujiza huu wa Qur'ani ulikuwa unawatosha lakini kwa sababu walingangania kwamba wapewe muujiza mwingine usiokuwa huu, haya mwataka muujiza gani? Wakasema upasuliwe mwezi, ukutoke vipande viwili, kipande kimoja kaende Jabal Safa, kipande kimoja cha Jabal Marwa, tuone machoni mwetu. Wakiamini kwamba haiwezekani. Lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kitu kinaitwa hakiwezekani. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, hakika amri yake anapolitaka jambo liwe huliambia kuwa nilikawa, halina shida. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akamtekelezea mtume wake, ukapasuliwa mwezi machoni mwao, ukapasuka vipande viwili, kipande kikaenda Safa kama walivyotaka, kipande kina jabali nyingine. Mnasemaje? Wakasema hapana, wewe kwa sababu tunakujua ni mtu wa mavirigiza, umetufanyia kiini macho, hata mwezi utapasukaje? Kwani mlivyotaka kwa mlitaka vipi? Si upasuliwe, si ndio ule umepasuka, sasa wataka nini? Nasema hata ngoja tusubiri watu wa vijijini kesho watu watakuja masokoni, tutakuja uliza, je, huu mwezi waliona ulipasuka? Au ni wewe tu sisi umetufumba macho ukatumwagia mchanga wa macho? Siku ya pili, yani kumekucha asubuhi, jambo litokea usiku. Waliokuja tu kabla hawajauliza sema, jana tumeona jambo la ajabu, mwezi ulipasuka jana vipande viwili. Makuraishi wanasikia, wakasema jamani, mchawi. Kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, bismillahir rahmanir rahim,
iqtarabatis saatu wanshaqqa alqamar, kiyama kimekaribia na mwezi umepasuka. Wa in yarau kulla ayatin yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Wa in yarau kulla aya, wanapoona kila muujiza, yu'ridu, wanaukengeuka, wanaukataa, wanaupinga, wayaqulu, na wanasema sihrun mustamir, huu ni uchawi unaoendelea. Uchawi si wa kawaida, ni uchawi tu. Kwa nyinyi mlipotaka upasuliwe mlitarajia ilikuwa iweje? Yani liwe haiwezekani au ifanyeje? Kwa hiyo nini? Ni ile ile aliyosema Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika naslukuhu fi qulubi almujrimin la yu'minuna bih, hawaamini hata wakaleta muujiza. walau ja'atuhum kullu aya hatta yarau al'adhab al'alim, hata ikiwajia kila namna miujiza mpaka waione adhabu kali. Itakapokuwa adhabu sasa imewafikia, ndio hapo wataamini, watarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wasema mwenye Rabbana akhinna ila ajalin qaribin nujib da'wata wa nattabi'u ar-rusul. Hayo ndio watakuwa kuja yasema. Tupe muda kidogo ili tuwafate mitume wako, tuitikie wito wako na tuwafate mitume wako, lakini itakuwa wakati huo wamekwisha chelewa. walaqad ja'alna fis samai buruja, na kwa hakika tumejalia katika mbingu nyota, yani tumeweka nyota. Buruj wamesema wanachuoni inakwenda kwenye sehemu mbili, ima zile nyota au njia zinazo vile vituo vya nyota. walaqad ja'alna fis samai buruja, na kwa hakika tumeweka katika mbingu nyota. Na hapa wani wajhul azhar ni nyota, kwa sababu nasema wazayyannaha linnadhirin, na tukaipamba hiyo mbingu kwa hizo nyota kwa wale wenye kutazama. walaqad ja'alna fis samai buruja, na kwa hakika tumeziweka katika mbingu nyota. wazayyannaha, na tukazipamba hizo nyota, hizo mbingu, linnadhirin, kwa wanaotazama. Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka nyota kwa mambo mengi. Miongoni mwa mambo makuu ni mambo matatu. Jambo la kwanza ni pambo la hizi mbingu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala sehemu nyingine, walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih, hakika tumeipamba mbingu iliyo karibu na dunia, iliyo karibu na ardhi. Hii tunaiona linadhirin, kwa sababu ziko 7. Sasa hii iliyoko tunayoiona ndio ambayo Allah ameipamba kwa nyota. walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih, tumeipamba mbingu iliyo karibu na dunia kwa nyota. Ndio akasema hapa wazayyannaha linnadhirin, na tukaipamba kwa wanaotazama. wahafidhnaha, na tukailinda, tukazilinda hizo mbingu. wahafidhnaha na tukazilinda min kulli shaytanir rajim, na kila shetani anayefukuzwa. Na maana hili ni jambo la pili la kazi ya nyota. Kazi ya kwanza ni zinatul samaa, pambo la mbingu, lakini kazi ya pili ya nyota ni kuwapiga mashetani. Kabla ya ujio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mashetani walikuwa na nafasi ya kupanda mpaka mbinguni na wakapata habari zinazozungumzwa. Kabla ya ujio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majini wana upeo mkubwa ambao Allah kawapa, wana uwezo wa kupanda bila labda kama wana vyombo vyao au ni wao wenyewe, wana uwezo wa kupanda. Wewe uweze kwenda mwezini tu ni issue, ukajipange vizuri na vyombo sio na gesi na nini, lakini wao wanapanda mpaka wanafika mbinguni. Kama ilivyokuja katika hadithi, wanajipanga kwa kama mnyororo, kama silsilat Safwan, huyu wajua mwingine huyu mwingine, mpaka wanagusa mbingu.
na wanaigusa kama anavyosema walaqad lam wa anna lamasna as-samaa, kwa hakika sisi tulizigusa mbingu. Fawajadnaha, mbingu sio mwezi, mwezi hauko mbali sana, mbinguni. Wao walikuwa na uwezo huo, kwa hiyo wanakwenda mpaka kwenye ile sehemu yanayopitishwa wanayapata. Lakini baada ya ujio wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakaondolewa nafasi hiyo ikawa hawana, kwa sababu walikuwa wanakwenda napata habari nyingi, halafu moja kwa moja wanakuja nazo wanampa kuhani. Kuhani yoyote lazima awe na ushirikiano na jini, wana ushirikiano na mikataba yao maalum ya wao kupotea na kuwapoteza watu. Kila mganga yoyote yule wa kienyeji ambaye anatumia amejitia kwenye mambo hayo, basi msaidizi wake awe ni mganga wa vitabu, kama anavyosema mambo ni mganga wa vitabu, mganga wa Qur'ani. Qur'ani haina uganga huo, sio kazi yake hiyo. Inaweza kuwa ni dawa, lakini sio kwa njia hiyo wanaoitumia wao, wakwenda mtu kujikata akachukua nini alafu akaandika Qur'ani kwa kutumia damu. Ndio kinavyoashiria kile kitabu, kisoma Sa'atul Khabar inakuelekeza hivyo, Au kamchinje kuku au mbuzi, alafu wewe mwenyewe ukifika pale weke mdomo wako unywe damu. Na hayo yanafanyika mengi tu. Ndiye anemuelekeza chukua hiki, kachukua mti fulani, fanya hivi, yeye ndiye anemuelekeza. Kwa hiyo wamekeana mikataba ya pamoja. Ukiambo Freemason sio labda kuna chama. Ni haya mambo haya. Ni kumtii shetani katika ile mambo yake tu. Ndio Freemason. Ndio unakuwa naye. Kwa hiyo wanakwenda huko akichukua neno moja, wanakuja nayo wanamkabidhi kuhani anafanya kazi yake. Ndio maana siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atawauliza majini, ya ma'shara al-jinn qad istakthartum min al-ins, enye makundi ya majini mmepoteza wafuasi wengi, mmekuwa na wafuasi wengi katika wanadamu, yani watu wengi wamekufuateni. Imekuwaje? Kwa nini mmepoteza waja wangu? Allah anawakemea watokee wanadamu wawakingie kifua, mwambie Rabb, hilo tutalijibu kwa niaba yao. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balaghana ajalana alladhi ajjalta lana, Mola wetu tulinufaishana sisi na wao, sio wao walipata manufaa na sisi tulipata manufaa kwao. Kwa hiyo wana manufaa sana kuja bwana, nataka uwe kesi na kesi hapa nini, nataka niife bwana, izime kabisa. Sawa. Anapata mawasiliano, amwambia afanye hiki na hiki na hiki na hiki. Amwambia kesi ikifika imekufa. Na ikifika kesi imekufa kweli. Hiyo ni kazi ya kichawi ambayo inafanywa kwa ushirikiano wa kuhani na jini. Sababu hiyo sio mchezo bwana. Akikutaka halichwi. Kwa hiyo ndiyo hali. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alipomleta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakawa kila wakenda wanapigwa kimondo. Kila wakenda ukikaa unaona kama nyota inaanguka hivi, kile ni kimondo. Ina maana kinapiga hao majina ambao umepanda huko juu. Kwa hiyo ikawa sasa wamepata wasiwasi, huyu lazima duniani kuna jambo limetokea. Kwa nini tumezuiliwa tusipate habari za mbinguni? Ndio wakaanza, wengine wakatumwa kwenda mashariki, wengine magharibi, kwenda kusini, kila pande kuchunguza nini kimetokea. Wanasema ndio mpaka wakaja sehemu moja inaitwa Nakhla pale Maka, ni sehemu kidogo sasa hivi kujengwa msikiti pale, sio mbali sana na Al-Kaaba, sio mbali sana. Pale wakamkuta Mtume anaswali, anasoma Qur'an. Wakamwambia na nyamazeni. Wakaisikiliza mpaka alipomaliza, wakasema huyo ndiye alikuwa ni sababu ya sisi kuzuiliwa na habari za mbinguni.
Surat Al-Ahqaf, wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-Qur'an falamma hadharu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundhirin. Kwa hiyo ikawa hawazuiliwi, hawapati nafasi. Akaenda huko basi akidokoa kidogo ndio hicho, sio kama zamani. Kwa hiyo nyota zimeletwa kwa sababu za msingi tatu: moja, zinatul lisama; pili, rujuma lishayatin; lakini la tatu, kwa ajili ya kuongoza njia. Ina maana wale watu wanaosafiri zamani hakukuwa na saa, hasa wanasafiri baharini, hawakuwa na vyombo vya sasa, kwa na chombo chao kina compass kinaashiria huku kuna mwamba huku na nini. Watu walikuwa wanachukua tu mtumbwi wa kawaida, hakukuwa na boti za mashino nini. Mtumbwi anafunga tanga lile, anaanza safari. Kinachomuelekeza, anaangalia nyota. Nyota ile kikaa pale, basi naelekea sehemu fulani. Wanazijua hii kikaa pale. Na hata saa, hata nyakati za swala, hasa usiku, wanajua kwamba nyota ile ikishuka kifika pale, anakuambia kushakucha na alfajiri, saa hizi ni saa 11, na ukiangalia saa ni sawa sawa. Na nyota moja kubwa wenyewe wanaita sijui Kombezi. Zamani ilikuwa tukitoka tuko vijijini, amba kushakucha bana, bado kuna giza, kushakucha, unaona Kombezi ishaanguka ile pale, ina maana tayari kushakucha, na ukaenda kweli baada muda fa kumshakucha. Kwa hiyo nyota ikawa wao wanazitumia kwa wakati huo. Haya ndiyo matumizi sahihi ya nyota: imma zinata lisama wa imma rujuma lishayatin au wa bin najmi hum yahtadun. Yule atakayetaka kinyume cha hivyo, huyu sasa amezusha mambo ambayo yako nje ya upeo wake, atakayezitumia nyota kwa njia nyingine. Kwa hiyo wale washirikina wanazitumia nyota kwa njia nyingine za kishirikina. Akitaka kukupigia ramli, ukija saa ngapi, unaitwa nani? Naitwa fulani. Akichukua mwenyewe namba zao za abjad hawaz, akichukua jimu hii ni ngapi na hii ni ngapi na hii ni ngapi, akijumlisha ni kitu fulani. Saa hizi kwa hivyo ulivyokuja, umekuja una tatizo fulani, wewe umekuja una tatizo fulani, na tatizo hili kama ni kesi hii utafungwa, wala usihangaike, hii utafungwa. Kwa aliyekuwa mwadifu kwamba hii mimi nitapambana, haina yua, kwa sababu ataka achukue maslahi kwako. Kwa hiyo hizo ni mbinu, ni elimu maalum, lakini sio elimu ambayo itakuwa ukaisome. Elimu namna hiyo haitufai. Ingawa kwa zama hizi ni issue, ni dili. Kijua uganga wewe ushatoka kimaisha, ukijua vizuri, kwa sababu watu wengi wanakimilia huko. Sasa ikiwa ni ustadhi alafu huna hilo, ndio unapochezewa na watu. Fa'atba'ahu shihabun mubin, kikamfuata yeye au kikamfukuza yeye kimondo kilicho dhahiri, kilicho waziwazi, kinachoonekana, kama vile alivyobainisha vizuri katika surati Safat: inna zayyana samaa ad-dunya bizinatin al-kawakib wa hifdhan min kulli shaytanin marid la yasma'una ila al-mala'i al-a'la, wasiweze kusikiliza yasemayo na viumbe watukufu. Wa yukdhafuna min kulli janib, na wanapigwa kila sehemu. Duhuran, na wanafukuzwa huku na huku. Walahum adhabun wasib, na watapata wao adhabu ngumu, adhabu iendeleayo, adhabu ya siku zote ya kudumu. Illa man khatifa al-khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib, isipokuwa yule atakayenyakua kitu kidogo hivi kikamfukuza yeye kimondo king'aracho au kimondo kiwakacho. Kwa hiyo huko sasa hivi wanachofanya, wanajipanga hivi, wanakwenda, akishadokoa mmoja wa juu chap, anamrudishia wa chini. Mara nyingine kimondo kinamwai, mara nyingine kinamkosa, inakwenda mpaka linafika chini ardhini. Wakipata moja wanaongeza na uongo 100, ile moja na uongo 100. Kwa hiyo akija akipatia moja wasema mganga sio taire, lakini na uongo mwingi anakuwa nao. Hiyo ni hali ambayo wanayo majini, na hilo ndio lengo la kuumbwa kwa mbingu, kwa kuumbwa kwa nyota. Wal ardha madadnaha,
na ardhi tukaitandaza. Wal ardha madadnaha na ardhi tukaitandaza. Wa alqaina fiha rawasiya, na tukaweka humo milima. Milima kwa ajili ya kuizuia ardhi isipate mmomonyoko au isipate tetemeko la mara kwa mara, kwamba hii ardhi peke yake ilikuwa inaleta mtikisiko, Allah akaleta vile milima kama vile vigingi, ndio akasema waljibala autada, na milima au majabali akaiweka kama vigingi vya kuizuia ardhi isimomonyoke. Kwa maana siku ya kiyama cha kwanza kinachovunjika ni kuondoa ile milima ile yote. Wayasalunaka aljibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta yawma idhin yattabi'una ad-da'iya la iwaja la. Kuliza habari ya milima Mwenyezi Mungu ataivunja, ataingoa, alafu aivunje liwe vumbi kabisa. Kila kitu kinaondoshwa. Wal arda madadnaha, na ardhi tukaitandaza. Wa alqaina fiha, na tukaweka humo rawasi, milima au majabali, hasa milima majabali kwa ajili ya kuzuia ardhi. Ukiona juu imekwenda mita 500, basi ujue chini ardhi imekwenda mita 1000. Wa ambatna fiha, na tukaotesha humo katika hiyo ardhi. Min kulli shay'in mawzun, kila kitu kwa kiasi maalum, kwa kipimo maalum. Yani tukaweka mimea kwa manufaa ya wanadamu na kwa manufaa ya wanyama. Mata'an lakum wa li'an'amikum, hali ya kuwa ni matumizi kwenu nyinyi wanadamu na wanyama wenu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala, ardhi anaileta ile mimea, faida ya ile mimea ni kwa manufaa yenu. Iko ambayo mimea mnayokula, na iko mimea ambayo wanakula wanyama. Iko mimea kwa ajili ya matumizi yenu, mnapata miti mkajenga nyumba, mnapata mbao, mnapata yale maisha yenu. Kama si ardhi kuotesha, msingeipata. Mngepata wapi? Au nani mwenye uwezo wa kuotesha? Ndio maana siku zote hata wewe kulima huna uwezo wewe wa kuotesha shamba likazalisha, kwa sema nalima kisasa. Kulima kisasa kufanyaje? Utafanya yote, lakini mwisho wake Mwenyezi Mungu ndio mpaka aoteshe, tena mpaka alete mvua. Ndio maana akasema afara'aytum ma tahruthun, je, mmeviona vile mnavyovilima? A antum tazru'unahu, nyinyi ndio mnaviotesha? Am nahnu zari'un, au sisi ndio tunaviotesha? Law nasha'u laja'alnahu hutama, tungeletaka tungeyafanya mabua yote. Na hili baada ya kuota. Fadhaltum tafakkahun, ikawa mnanungunika, mnasema inna lamughramun, sisi tumegharimika bure. Bal nahnu mahrumun, bali sisi tumenyimwa mazao. Nenda kachukue katapila, kavunja msitu. Shamaliza kuvunja msitu, haya tia trekta, tibua, leta trekta la kupandia, mwaga na mbolea. Baada hapo una jambo la kufanya wewe. Haya tunasema hizi ni nchi zilizochelewa, bado ziko nyuma kilimo. Nchi zilizoendelea ataleta ndege, atamwagilia kwa kumwagia ndege, atatumia ndege, au ataweka ule, maana sehemu nyingine anakuja ndege zinamwaga maji, au utaweka hivyo vyombo, utatumia mfumo wa umwagiliaji wa kukata mifereji. Haya mwaga humo shamba. Baada hapo unachokotesha, unaweza kuotesha. So ushatumia hizo juhudi za kibinadamu. Baada hapo huna uwezo tena wa kuotesha, umemaliza. Unasubiri kule kwa Mwenyezi Mungu alete uwezo wake. Kwa hiyo hivyo maji, ndio maana akasema nyinyi ndio mnaotesha au sisi tunaotesha? Mpaka sasa Allah ndio atoe. Ndio maana Allah sema katika utukufu wake, inna Allaha faliqul habbi wan nawa, Mwenyezi Mungu ndiye muoteshaji. Faliqul hab,
mpasuaji wa ile punje sumeipanda, ili yote lazima ipasuke. Wanawa, na kokwa. Ina maana katika mimea kuna inayoota katika mfumo wa nafaka, na kuna ambayo inaota katika mfumo wa kokwa, kama vile mnazi, si ndio? Kuna kokwa, haba. Kwa hiyo viko ambavyo inaopandwa kama vile mnazi, kokwa, na kuna ambavyo vinapandwa kama punje moja kwa moja inaota. Vyote hivi mpasuaji, muoteshaji ni Mwenyezi Mungu. Inna Allaha faliqul habbi wan nawa mukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyit minal hayy, faliqul isbah, mpambazuaji wa asubuhi. Kwa hiyo yeye Mwenyezi Mungu ndio mwenye uwezo huo. Ndio maana akasema, kwa hiyo anaotesha kwa vile anavyotaka yeye. Safari hii mazao yakawa mazuri, safari hii mazao yakakataa. Ndio akasema hapa, wal ardha madadnaha, na ardhi tukaitandaza, wa alqaina fiha rawasiya, na tukaotesha na tukaweka humo milima, wa ambatna fiha, na tukaotesha humo min kulli shay'in, kila kitu, mauzun, kwa kiasi maalum, kwa kipimo maalum. Kwa hiyo sisi ndio tunaofanya safari hii shamba lako lizae sana, safari hii lizae kidogo, safari hii ukose. Sisi ndio tunaofanya hivi, kwa sababu ndio waoteshaji. Waja'alna lakum fiha ma'ayish, na tukakufanyieni humo maisha yenu. Yani nyinyi ndio tumewawezesha kuishi katika hii sayari ya ardhi, msingeweza kuishi. Ndio maana hapo unaishi, huhitaji hewa, huhitaji kila kitu Mungu ashakuwekea hapa. Ndio mahali penu. Watu walipofukuzwa Adam na mkewe Hawa pamoja na Ibilisi, baada ya kukorofisha mbinguni, wakaambia nendeni ardhini, shukeni huko, ndio kwenye uwanja wa fujo. Hapa sio leo tutakuta mjadala hapa. Waambiwa usile mti, wenda ula. Wewe waambiwa msujudie, wasema sisujudi. Waleta viburi hapa. Ondokeni. Ihbitu minha jamia, shukeni yote, ondokeni, endeni huko, kafanyeni fujo huko. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, makazi yenu yatakuwa ardhini na mtastarehe kwa muda maalum. Kule duniani mtakaa kwa muda maalum, halafu nitawarudisha tena huko. Mahali penu mkija ni pale, ni peponi au motoni, nyote wawili. Wewe jini nenda na watu wako, mahali penu sehemu mbili, peponi motoni. Na wewe wanadamu nenda huko tena. Sasa mkavitafute kwa kazi maalum. Adamu umekuingiza peponi hapa, nimekupa mashati madogo, kula utakavyo. Huu mti mmoja tu, pengine tabia ya mwanadamu si unajua, inaweza kuwa mti wale kwa halina maana yote. Pengine kwa ni mkidori au mbokwe, kaona matunda ya mbokwe ana maana yote. Kwani mwanadamu sikakewa vitu hiki bwana, usile hiki, hakifai, alaichwe. Huyu nguruwe usile, mimi sile nilimuumba, huyu usile, wasema wambadilisha jina kitimoto. Hii pombe usinywe, hii zina usifanye, tumia njia hii ya afanye ile. Kwa hiyo ni mtu wa kinyume mwanadamu. Lile jambo zuri amekuwa kama nzi. Nzi mwekee samaki aliyeoza pale, halafu mwekee na samaki aliyekaangwa mzuri pale, atakwenda wapi? Atacheki nzuri, enda kule. Basi ndio mwanadamu alivyo hivi. Kwa hiyo anakuja, kwani ikipaka tazo kila nini? Kwani Adam shamba, fakulu minha haythu shi'tum raghada, kuleni popote mtakapo, kula kwa nafasi, jipepo ile, kula miti yote, tu mmoja huo. Na hapo ikawa ni sababu ya kuletwa duniani. Kwa hiyo hii dunia ili muishe, Allah akasema mustaqar, mahali tulivu. Ndio akaleta milima pawe na utulivu, hayatulieni. Kwa hiyo kila kitu kakuoteshe, kila kitu mwanadamu amekuja kakikuta hapa. Mwanadamu hajakuja na chochote hapa. Vitu vyote kavikuta hapa ardhini, vimekushawekwa.
kama sema wa ataakum min kulli ma sa'altumu, akakupeni kila mlichomuomba. Yani kumuomba kile utakachoomba na kile ambacho kuomba pia Allah shakieka. Watu wamenyana kugombea dhahabu, mmeileta nyinyi. Watu wanapambana kuuana kugombea madini, mmeileta. Sio soma yakuta papa. Mgogoro, watu walikuwana nini kugombea madini, na mwisho wao wanayaacha. Kwa sababu sio vyao, mmepewa kwa matumizi. Tunasema wa mataun ilahi, na matumizi mpaka muda maalum, sio starehe. Kwa hiyo utakuwa na madhahabu tabika ambao ni multi-billionaire. Baada hapo afanyaje? Aondoka navyo, anaviacha. Hata ukasema kwa itikadi za watu wengine, nasema huyu mtu azikwe na sanduku la dhahabu, itengeneza ni bure tu, itakuja ile ataoza dhahabu, itakuja watu wengine waifukue waichukue. Sio yake, kwani yake? Hivi vyote unatumia, ukimaliza unaondoka. Ndio maana siku ya kiyama atauliza, laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Mmetujia mmoja mmoja kama tulivyokuumbeni mara ya kwanza. Ulizaliwa peke yako, na utakapokufa utakwenda peke yako. Kila mtu uko peke yake kama mlipoumbwa mara ya kwanza. Ulizaliwa huna chochote, ukapambana, Allah akakupa. Kwa hiyo ukiondoka unakiacha. Mwisho kabisa, mrithi wa mwisho yule kachuma madhahabu, kamaliza, kafa, kaacha watoto wanakosana mapanga. Watu wengine wenye walioendelea zaidi achomwa bastola. Zigaiwe hapa, au mtamuua mtu sasa hivi mimi, zigaiwe. Na yeye akigaiwa watoto wake nao watakuja tolea na bastola, zigaiwe. Mpaka mwisho, inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ila ardhi, sisi ndio tutakaorithi ardhi na kila kilichopo duniani. Kila kilichopo kitarudi kwetu wenyewe, na nyinyi pia mtarudi kwetu kwa ajili ya hisabu. Mwanadamu kaja bila ya chochote, na baada ya kufika hapa anapambania kila kitu, na ataondoka bila ya chochote, na atakwenda hisabiwa kwa kila kitu. Angalia mwanadamu, kaja hana kitu, akapambana kila kitu ashike, nyang'anya, akapata. Lakini akiondoka, anaondoka peke yake, anaacha kila kitu. Baya kabisa, enda hisabiwa kwa kila kitu alichokifanya. Kwa hiyo unapokipata kile, kifanyie kazi, kwa sababu utakuwa na hisabiwa, nilikipata, nilikifanyia kazi. Wa ambatna fiha, na tukaotesha humo, min kulli shay, kila kitu, mauzun, kwa kiasi maalum, kwa kipimo maalum. Waja'alna lakum fiha maaish, na tukakufanyieni humo maisha yenu, yani maisha yenu tukayafanya katika ardhi. Wa man lastum lahu biraziqin, na wale ambao hamwezi kuwaruzuku pia maisha yao tumeyafanya hapa. Maana ambao hamwezi kuwaruzuku ni wapi? Wanyama au watumwa. Wanyama waweze wasema yule ana ranch, haya, alafu hiyo ranch inailisha hapa. Ni majani gani utakayoyapanda ambayo itaweza kulisha ranch nzima ya ng'ombe? Ndio maana kila siku jua kali ile anaweza kuangusha ugomvi. Mtu kalima mahindi yake, enda ingiza ng'ombe kinguvu, waingiza shamba langu linalima, waingiza ng'ombe za nini? Kila siku migogoro. Kwa nini? Kashindwa kuwalisha wale, hana uwezo. Lakini Allah akileta mvua, mshasikia kipindi cha mvua kuna mgogoro wa wafugaji na wanini na wakulima? Hakuna. Kwa nini? Kwa sababu majani yanajitosheleza. Kwa hiyo unamiliki wanyama, lakini huwezi kuwafanya chochote wewe. Huwezi kuwalisha wala maana huwezi kuwatengenezea chakula. Ukasema mimi na kama tulivyotangulia kusema kwamba majani sipaka Allah yoteshe. Nasema ranch yangu naandaa hizi karimia special kwa ajili ya kupanda majani, sipaka yaote. Ndio sisi paka tuyaoteshe. Ndio akasema wa mallastum lahu biraziqin, na wale ambao pia hamwezi kuwaruzuku. Anasema Mujahid kama alivyonukuliwa na Allama Ibn Kathir, hiya dawabu wal an'am, wanaokusudiwa hapa ni wanyama ambao nyinyi hamwezi kuwaruzuku.
wa in min shay'in illa indana khazainu, na hakuna kitu chochote isipokuwa hazina yake inatoka kwetu, asili yake inatoka kwetu. Wa in min shay'in, na hakuna kitu chochote illa indana khazainu, isipokuwa hazina yake iko kwetu, yani asili yake inatoka kwetu. Kwa hiyo kila mnachokipata sisi ndio tuliokiumba na ndio tuliokileta. Hakuna mwanadamu anayeleta chochote, hakuna. Chochote kilichopo sisi ndio tumekileta, ni chetu sisi. Wama nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, na hatukiteremshi isipokuwa kwa kiasi maalumu, tunakileta kwa kipimo maalumu. Ndio maana dunia nzima Allah kaiandaa katika utaratibu mkubwa sana. Kuna vitu sehemu hii vipo, sehemu nyingine hakuna. Sehemu nyingine kuna bahari, sehemu nyingine hakuna. Sehemu nyingine kuna mito mikubwa, wengine hawana mpaka itoke sehemu nyingine ndio ifike kwao. Sehemu nyingine kuna madini, sehemu nyingine hakuna. Wengine wana madini haya, sehemu nyingine madini haya hakuna. Ili kuonyesha kila mmoja atamhitaji mwenzake katika maisha. Ndio mfumo wa dunia aliyoiweka. Sasa leo pakiwa na mtu ukisema mimi na ufunga wa kwako, Allah kauletwa na malengo. Leo wa Misri ujanja wao, mto wao ni mmoja tu, wategemea mto Naili. Ndio maana Ethiopia walipotaka kufufua umeme ulikuwa isimama mgogoro mkubwa sana. Kule sio kunatoka White Nile. Nile nyeupe sinatoka kule. Blue Nile natokea kule. Alafu ndo natoka ziwa Victoria nayo linatengeneza White Nile. Inakutana Khartoum inatengeneza mto Nile. Wao ndio tegemeo lao la kilimo. Ndio tegemeo lao kubwa la maji Misri. Ukiuziba mto huo umewamaliza. Sehemu nyingine wanao mingi tu. Kama Tanzania na mingi tu. Tuna maziwa mengi tu. Tuna ziwa Nyasa, sisi tuna ziwa. Yote tuna. Ni neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehemu nyingine hawana kabisa. Sudan wanamtoga zaidi ya huu wanaotegemea huu. Hawana. Kwa hiyo sehemu nyingine Allah kaeka sisi ndio ambao tunagawa vile tu. Nahnu qasamna bainakum bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Sisi ndio tuliowagawanya kati yao maisha yao. Yani sisi wanadamu ndio tuliowapangia. Hawa wataishi hapa, mfumo wao ni huu. Hawa wataishi hapa, mfumo wao ni huu. Hawa wataishi hapa, mchumi wao ni huu. Kila watu wamepewa sehemu zao. Lakini chanzo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio akasema wa in min shay'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Na hatuateremshi chochote kile isipokuwa kwa kipimo au kwa kiasi maalumu. Tunachokitaka sisi tunakiweka sehemu hii kwa manufaa ya watu hao. Wa arsalna ar-riyaha lawaqih, na tukazileta pepo zilizojaa umande. Wa arsalna ar-riyaha lawaqih, na tukazileta pepo zilizojaa umande. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala anapotaka kuleta mvua basi uzituma pepo. Anatumia kwa lugha ya pepo, sio upepo. Upepo unaovuma upande mmoja ni wa maangamizo. Pepo ndizo ambazo zinaleta kheri, na maana pepo zinakuwa ni za mkusanyiko, zinazotoka chini, zinazotoka juu, zinaungana, zinatengeneza wingu. Kisha Mwenyezi Mungu analipeleka wingu lile anapotaka yeye mwenyewe. Fasuqnahu ila baladin mayyit. Wallahu alladhi yursilu riyaha fatuthiru sahaba fasuqnahu ila baladin mayyitin fahyayna bihi al-ardha ba'da mautiha kadhalika nushur. Mwenyezi Mungu ndiye anayezituma pepo. Zikatumwa pepo zikafika na zikaletwa pepo nyingine zikishakaa katika muundo fayajaluhu rukama,
kisha analeta upepo wa kupandisha. Lawaqih, talqih ni kupandisha, ndio asili ya kupandisha. Kama vile talqihun nakhl, kupandisha. Kuna mimea haizai bila kupandisha, hata mtende hauzai hivi mpaka kuna system yake kuipandisha. Kwa hiyo ile Allah anatuma baada ya kushatengeneza mawingu kuwa tayari, analeta upepo mwingine ambao huo tayari umekushaja umande ambao ni wa kupozea pale, ili kufanya msuguano ili ipatikane mvua, kama ilivyoelezewa vizuri katika mambo ya geography. Watu waliosoma geography nafikiri wanalijua zaidi. Isma Darwish tunavuruga tu ili maisha yaende. Wa arsalna ar-riyaha lawaqih, na tunazileta pepo zilizojaa umande. Fa anzalna minas samai maa, na tukateremsha maji kutoka mawinguni. Fa asqainakumuhu, tukakunywesheni maji hayo, yani maji hayo mkayatumia kwa kunywa, na mengine tukayaleta kwa ajili ya kukuhifadhieni ardhini, tukakutengenezeni mito, tukakutengenezeni yako ambayo tumetengeneza katika mito na yako ambayo tumehifadhi ardhini tu. Wama antum lahu bikhazinin, la wala nyinyi sio mnaoweza kuyahifadhi. Wewe walitaji mashine lako sasa, tunataka tuchimbiwe kisima hapa, una maji yako umeyaweka. Wataka uchimba, una maji umeyaweka? Au wasema sitachimba kitaalamu na kuja mashine hapa, maji yako mita 30 tu, maji tushapata. Umeyaweka wewe? Allah kayahifadhi. Kwa hiyo ukija wewe upate tabu, wachimba kisima, nategemea na ardhi, mingine mita 10 tu ushapata maji, mingine 20, mingine 30, mingine mpaka 100. So maji yapo, ile akiwa mbali sana na mashine zetu hazifiki, unasema hapa maji hamna, yako mbali. Kwa hiyo yako yaliwekwa katika mfumo wa mtu, yako ambayo yamewekwa katika mfumo wa bwawa, yako yaliwekwa ardhini. Kayahifadhi. Nyinyi sio mnaweza kuyahifadhi. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anapowakemea watu anawaambia, qul araaitum in asbah ma'ukum ghawra faman yatikum bima'in ma'in, sema niambieni, nipeni habari, ikiwa maji yenu yatadidimia ardhini, ni nani anayeweza kukuleteni maji yatiririkayo? Nani anaweza kukuletea? Tumehifadhi kilomita, yani mita chache, ili ni rahisi kuchimba ukayapata. Tumeyaweka katika mfumo wa mtu, tukaamua sasa basi mito yote tunaikausha. Basi mshatuudhi, tunaikausha mito, tuna maji yalio tunayapeleka chini. Nani anaweza kuleta maji? Ingawa siku za nyuma tulidanganywa kwa wale wapiga dili, wakasema kuna utaalamu wa kutengeneza mvua. Na utaalamu tunatengeneza, kuna mabomu tunapiga kutengeneza wingu fulani, baada hapo ikaleta mvua. Lakini mvua ina gharama. Saa moja $10,000. Sikuibiana huko. Huo ni wizi. Kwa hiyo ni kuonyesha kwamba Allah mapenzi gani kayafanywa kwa wanadamu. Anachokitaka kwao ni kitu kimoja, waabudu, wanadamu hawataki. Wama antum lahu bikhazinin, na nyinyi si wenye kuyahifadhi, hamwezi kuyahifadhi hao maji, sisi ndio tunaohifadhi kwa ajili yenu. Wa inna lanahnu nuhyi wa numi, na kwa hakika sisi ndio tuhuishao na tufishao. Yani ndio tunaohuisha na kufisha, ndio tunomfanya mtu awe hai, na sisi ndio tunamfanya mtu afe. Ukifika kwamba ili uwe hai, Allah akakupa yeye uhai wake, kakutia chombo cha uhai. Au akitaka ufe utakufa, anachomoa roho yake. Roho ni mali yake tu, roho sio mali yako. Huna chochote unachokimiliki. Roho ni mali ya Mwenyezi Mungu, ndio mada ya uhai. Ikitiwa roho na kwa mzima, ikichomolewa unaoza hapa, lazima tukupeleke kaburini. Hauna njia, penginepo utaharibu hali ya mazingira. Chombo hicho anakijua mwenye Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna anayekijua isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu, labda na malaika wake ambao wanawatuma kuja kuichukua hiyo roho.
na hii ni katika elimu yake. Yasalunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wama utitu min alilmi illa qalila. Wanakuuliza kuhusu roho. Hii roho ni kitu gani hiki? Mbona kikichomolewa mtu anakufa, kikitumbukizwa anakuwa hai? Sema roho ni katika mambo yanayomhusu Mwenyezi Mungu. Yeye mwenyewe ndo anajua, hakuna mwanadamu anajua. Wa nahnu alwarithun, na sisi ndio warithi. Na maana sisi ndio wa mwisho baada ya kuondoa viumbe wote. Vitakabobaki vyote ni vyetu. Nyumba yako, mali zako, zote. Mrithi mkuu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi naama tu zile mali. Wewe unakufa na watoto wako, watoto wako, na utafika pengine huna mtoto na nani naama inakwenda kwa ndugu. Lazima urithiwe. Wewe ukifa lazima urithiwe, hakuna njia. Una mtoto utarithiwa, huna utarithiwa. Na inategemea una ndugu, kama huna ndugu kabisa, baitul mali inachukua ile. Inarudi pale, inatasarrafu katika mali ya, katika mambo ya Waislamu. Mwisho ni kwamba mali hiyo inarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye mali inarudi kwake. Inna nahnu narithul ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Ndio akasema hapa wa nahnul warithun, na sisi ndio warithi, ndio wenye kurithi kila kitu tulichokupea. Walaqad alimna almustakdimina minkum, na hakika tumekwisha wajua au tunawajua waliotangulia miongoni mwenu. Walaqad alimna almustakdimina minkum, na kwa hakika tunawajua waliokwisha tangulia miongoni mwenu. Kuanzia kiumbe wa kwanza aliyeumbwa, tangu miaka hiyo, tukianza kwa wanadamu, kuanzia kwa Adam mpaka kufika kwetu sisi, hawa waliotangulia Mwenyezi Mungu anajua idadi yao yote, anawajua. Walaqad alimna almustakhirin, na kwa hakika tunawajua waliochelewa. Yani anatujua sisi na watakao kuja baadaye anawajua kwa idadi yake Allah maalumu na hesabu. Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba, kila kitu tumekidhibiti kwa maandishi. Hakuna kitu ambacho wewe hujui wala usende mbali. Wewe utajua babu yako wa kwanza, wa pili, wa tatu, basi baada hapo umjui. Utajua babu yako wa kwanza, babu yako wa pili, ukianzia watatu kwenda mbele umjui. Lakini Allah anawajua mpaka kufika kwa Adam, anajua kila kitu. Kwa hiyo waliotangulia wote, waliokufa tangu zamani wote anawajua. Na si wanadamu tu, na vingine vyote, miti iliyokuwa ikaoza ikafa, vitu vyote anavijua kwa idadi, na vile ambavyo vipo hivi sasa na vitakavyokuja baadaye, vyote Allah subhanahu wa ta'ala anavijua, kwa sababu amekizunguka kila kitu kwa elimu. Wa anna Allah qad ahata bikulli shay'in ilma, na Mwenyezi Mungu amekizunguka, yani ni kukijua vizuri mno. Elimu yake ni ya kukizunguka kitu, kama vile unavyokijua kitu kwamba hiki nimekita na kijua vizuri, basi ni zaidi hapo Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum, na kwa hakika Mola wako ndiye atakayewakusanya. Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum, na kwa hakika Mola wako yeye ndiye atakayewakusanya siku ya kiyama. Atawakusanya wote, vyote hivyo ambavyo vilikwishatangulia na vilivyoko hapa na vitakavyokuja baadaye, vitakuja simama sehemu moja kwa ajili ya hisabu, kwa vile ambavyo vinastahiki kufanyiwa hisabu, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa dhalika yawmun mashhud, hiyo ndiyo siku watakayokusanyiwa watu, Yesu kwa kiyama, na hiyo ndiyo siku itakayohudhuriwa na kila kiumbe, itakayoshuhudiwa na kila kiumbe, kitasimama pale uwanjani. Hakuna chochote isipokuwa kitafika pale. Qul innal awwalina wal akhirin la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum, sema uambie wa mwanzo au mustakdimin. Qul innal awwalin, waambie hawa watu wa mwanzo, viumbe wa mwanzo na wa mwisho,
watakusanywa wote kwa ajili, wala majmuuna ila miqati yaumin maalum, watakusanywa kwa ajili ya siku maalumu, kwa wakati maalumu, watasimama pale kwa ajili ya kuchukua hisabu yao. Kisha baada hapo kila kiumbe Allah atakipeleka katika sehemu yake. Viko ambavyo havitakuwa na haja ya uwepo tena, vitakuwa mchanga. Hakudai tena kuna haja ya nyoka wa nini tena, kwa kekenge wa nini tena, wala washindana. Haya ni mambo ya dunia, ni umamun amthalu. Kwa hivyo vimeletwa duniani, ndege sijui nini, vyote Allah ni umma kama nyinyi nasema, wama min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bijanahayhi illa umamun amthalukum ma farratna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yuhsharun, thumma ila rabbihim yuhsharun. Na hakuna chochote kitembeacho ardhini wala ndege warukao kwa mbawa zao isipokuwa hao ni umma kama nyinyi. Kwa hiyo ndege ni umma, wanadamu ni umma, majini ni umma, wanyama ni umma, na wote Mola wako atawakusanya wote watakusanya pale. Kwa hiyo viko ambavyo kama ni wanyama, wewe ulimvunja mwenzako pembe, uliringa sana zile pembe, ulizitumia vibaya, akaa sawa, apewa yule pembe naye alipiza kisasi. Wewe ulimngata mwenzako wewe, na wewe nawe leo ungatwe, wangatwe mpaka kimalizika. Haya, kuweni mchanga. Sasa nabaki na mashine mbili hizi, ndio nitadili nazo hizi. Sasa nishamaliza, ndeni utokeni tena uwanja, uacheni mtupu hapa, niacheeni mashine mbili na dili nazo, wanadamu na majini. Nipe, leta daftari lake, faili yako inavutwa pale. Unasemaje hapa? Faili yako inaonyesha mzee ulifanya hiki na hiki na hiki na hiki. Ni kweli, nimekusamehe. Au utaadhibiwa miaka 2, peleke kamata, peleka. Yule mwingine atakuja sasa, mimi hapana, mimi yako hili sawa, hili sio sawa. Haita kiminyano mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hukumu itapita baada ya hapo, wa motoni motoni, wa peponi peponi, uwanja unakuwa mweupe. Hapo mazingira ya hatua za mwisho ndio amefika mwisho mwanadamu. Mbele Mwenyezi Mungu ndo anajua nini atakifanya hapo, lakini kwamba safari yetu na kituo chetu sasa hivi tuko safari, tuko transit hapa. Hapa tuko transit, tuko safarini, tuko moja ya kituo tulichotoka tukijue Mwenyezi Mungu ndo anajua. Kituo hiki ndio katutambulisha tuko sasa. Jamani, sasa mpo, lakini kituo hiki ni maandalizi ya kituo cha huko mnakokwenda. Ukitengeneza vizuri, kituo chako kiko vizuri, na utachomoka hapa, utaingia barzakh, utakaa kidogo pale, unaanza kula faida yako kidogo kidogo pale. Kama ni njema unaanza kula faida kidogo, kama ni hasara unaanza kula hasara yako kidogo, mpaka atakapokadiria Allah. Sasa chomokeni, njooni hapa uwanjani, kaeni kwanza, Mwenyezi Mungu afanye shughuli zake kwanza. Miaka teketea. Jamani, tufanyeje sisi? Tumuombe Mwenyezi Mungu amalize hili jambo. Nani anaweza kuzungumza na Mwenyezi Mungu? Hakuna zaidi ya mitume. Watu waanze kwa Adamu mpaka wafike kwa ulul azm, wamfuate Nuh, aambia sio kazi yangu. Waje kwa Ibrahim, aambia mimi sio kazi yangu. Waje kwa Musa, aambia sio kazi yangu, mimi mwenyewe ninaishwa. Waje kwa Isa, aambia mimi sio kazi yangu. Waje kwa Muhammad, aambie mimi ndiye mwenye mimi ndiyo musika, niachie hilo jambo, nikabidhini mimi naenda kulishughulikia. Na hiyo ndio shafaatul uzma. Yeye ndio anakwenda, anasema nitakwenda nikasujudi pale mbele ya Allah, nitakayosema pale hivi sasa siyajui. Mwenyezi Mungu atanifundisha sifa za kumsifia wakati huo, siku hiyo, sasa hivi sizijui. Lakini pale kishatia sikda, nitakuwa natiririka tu ni kumsifia Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka anaambia Muhammad, haya ni kichwa chako, unasemaje? Anataka hukumu ipitishwe pale. Watu wamekaa sana wapitishwe pale. Sawa, Allah afanye kazi ya kuwa ni mara moja tu, na hukumiwa mara moja. Si vitu viko tayari hapa, hitajiki tume. Faili lako liko na kila kitu, itafute tume. Hebu
tume ikafuatilia ni sahihi, hakuna, ni sahihi, ndio hayo ndio sahihi, hakuna tume wala nini. Tumaliza, wewe una makosa zao, twende kule, wewe muda mfupi kazi imekwisha. Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum, na kwa hakika Mola wako yeye ndiye atakayewakusanya wote kwa ajili ya hisabu. Innahu hakimun alim, hakika yeye ni mwenye hekima na ni mjuzi. Innahu, hakika yeye Mwenyezi Mungu, hakimu, ni mwenye hekima mno, kila analolifanya analifanya kwa utaratibu mzuri mno. Alim, na ni mjuzi mno wa kila jambo, hakuna kinachompita. Ana tushapa hadha, wa billahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka Allahumma wa atubu ilayk.